kitu kinanivutia kuhusiana na taifa la Rwanda. Rwanda wamesaini mkataba na klabu ya Aston Villa ya Uingereza, mkataba wa kuwa main sponsor, mkataba wa muda mrefu na klabu ya Aston Villa ambayo inashiriki ligi kuu soka nchini Uingereza. Mkataba huo una thamani ya paundi milioni 20 kwa mwaka, ni sawa na bilioni 70.6 za Kitanzania. Hizo ndo kiasi ambacho Rwanda wanalipa kwa mwaka kwa klabu ya Aston Villa ambayo inashiriki ligi kuu soka nchini Uingereza. Wanakaa kifuani kama main sponsor, mdhamini mkuu wa klabu hiyo kutokea England. Lakini kitu ambacho kimenivutia zaidi katika mkataba huo, Rwanda amesaini pia mkataba ambao ndani ya package hiyo moja ni kama ndo kahawa yao ya Arabica, kahawa ya Rwanda ya Arabica ndo itakuwa kinywaji rasmi ama itakuwa kahawa rasmi ya klabu ya Aston Villa, kwa maana ya kwamba pale ukienda Villa Park uwanjani, mazoezini, wakisafiri, kahawa kutokea Rwanda. Wataki kununua kahawa kutoka sehemu nyingine yoyote zaidi ya kahawa kutokea nchini Rwanda, ambao Rwanda wanazalisha kahawa ya aina ya Arabica. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini kahawa? Visit Rwanda na kwa nini kahawa? Kumbuka mwaka 2025 Rwanda walikuwa na export ya kahawa zaidi ya tani milioni 24,860 za kahawa ya Arabica ambayo ilienda nje ya nchi. Lakini Rwanda 2025 waliweka rekodi ya kuingiza fedha nyingi zaidi za kigeni kutokana na kahawa. Waliingiza kiasi cha dola za Kimarekani milioni 148.6 kwa taifa dogo kama Rwanda. Mkataba huo pia, kitu kingine ambacho kinanivutia kwenye mkataba wa Visit Rwanda na klabu ya Aston Villa ni kwamba katika mkataba kama alivyofanya na PSG, alivyofanya na Atletico Club de Madrid, lakini pia alivyofanya na LA Clippers ambayo inashiriki ligi kuu ya NBA nchini Marekani, ni kwamba kuna mahusiano ya kimichezo, kwa maana ya kwamba kutakuwa na mabadilishano ya kozi za ukocha, academy kwa maana ya soka la vijana pia. Rwanda atakuwa na ushirikiano mkubwa sana, taifa atakuwa na ushirikiano mkubwa na klabu ya Aston Villa. Kumbuka mwaka huu amesafirisha makocha kuwapeleka Atletico Club de Madrid ambayo pia wanaodhamini nayo kupitia Visit Rwanda. Sasa moja kati ya kitu ambacho kinafurahisha ni kwamba wamehusisha utalii, wamehusisha kilimo, lakini pia wamehusisha na mchezo wa mpira wa miguu kwa maana ya soka, kwa maana ya coaching development, lakini pia talent development. Ndicho ambacho Rwanda wanakifanya. Lakini moja kati ya kitu ambacho unaweza ukajiuliza, kwa bilioni 70.6 kwa mwaka, Rwanda na uhakika wa brand yake kuonekana nchi 189 kupitia EPL. Lakini pia nyumba zaidi ya milioni 900 duniani wanatazama EPL. Lakini pia watu bilioni 1.9 wanatazama EPL. Marekani peke yake kwa mechi moja ya English Premier League wanatazama watu 535,000. Unaona hiyo akili ambayo imetumika na Rwanda kuhakikisha kwamba wanazidi kutengeneza masoko, lakini pia wanawafaidisha wananchi wao. Kwa kuna utalii, kuna biashara, kuna kilimo pia kimeguswa. Hii ni dili ambalo wamesaini kutoka nchi yenye milima mengi, inaitwa Land of the Hills, Visit Rwanda. Moja kati ya dili kubwa sana la kibiashara kati ya taifa la Rwanda na club ya Aston Villa. Unasemaje? Uko poa? Wewe uko timu gani? Wewe unashabikia timu gani? Wewe Messi wa nini hapo yani wewe?